Hili lilimchukiza sana Yona, naye akakasirika. Akamwomba Mungu akasema, Bwana, sivyo hivyo nilivyosema hapo nilipokuwa katika nchi yangu? Hii ndio sababu nalifanya haraka kukimbia Tarshishi, kwa maana nalijua ya kwamba wewe ni Mungu mwenye rehema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema, nawe wagahiri mabaya. Basi sasa, Bwana, nakuomba uniondolee uhai wangu, maana ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. Naye Bwana akasema, je, unatenda mema kasirika? Ndipo Yona akatoka mchini, akaketi upande wa mashariki wa mji, akajifanyia kibanda huko, akakaa chini yake ufulini, hata haone mti utakuwaje. Bwana Mungu aliweka tayari mtango, akaufanya uwe juu ya Yona, ili uwe ufuli juu ya kichwa chake, na kumponya katika hali yake mbaya. Basi Yona akafurahi sana kwa sababu ya ule mtango. Lakini siku ya pili ulipopambazuka, Mungu akaweka tayari guu, nalo likautafuna ule mtango ukakatika. Basi ikawa jua lilipopanda juu, Mungu akaweka tayari upepo wa mashariki wenye hari nyingi. Jua likampiga Yona kichwani hata akazimia, naye akajitakia kufa. Akasema, ni afadhali nipe kuliko kuishi. Mungu akamwambia Yona, je, unatenda vema kukasirika kwa ajili ya mtango? Naye akasema, hivyo natenda mema kukasirika hata kufa. Bwana akamwambia, wewe umehurumia mtango ambao hukufanyia kazi wala kuotesha, uliomea katika usiku mmoja na kuangamia katika usiku mmoja. Na mimi je, haikunipasa kuhurumia Ninawi, mji ule mkubwa ambao ndani yake wamo watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto, tena wamo wanyama wa kufungwa wengi sana. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako Baba. Ni mtumishi wako nimo mbele ya watoto wako kuelisha neno lako Baba. Baba, naomba unijaze na Roho yako Mtakatifu, niwaambie kutoka kwako jinsi umenipa siku ya leo, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Hiki kitabu cha Yona kimeandikwa na nabii wa Mungu ambaye anaitwa Yona. Na nabii wa Mungu Yona alikuwa mtumishi ambaye alikuwa ametumwa na Mungu kwa watu ambao wanaitwa watu wa Ninawi. Kwa maana Ninawi ilikuwa mji mkubwa, na Ninawi ilikuwa ni mji ambao ulikuwa umejaa mahofu mengi, mpaka Mungu mwenyewe akakasirishwa na huyu mji wa Ninawi. Na hivyo basi akajua kwamba hawa watu wa Ninawi ni kama vile unavyoona watoto wakifanya mambo lakini wanakosa, lakini hawaelewi kama wanakosa. Hivyo basi mji wa Ninawi ulikuwa innocent hivyo, yaani wao hawakuwa wanaelewa yale waliokuwa wanatenda kama ni mambo ambayo yanamkasirisha Mungu. Walikuwa wanafanya mambo ambao yanachukiza Mungu, lakini hawakuwa wanaelewa kama ni dhambi ama ni jambo ambalo linamkasirisha Mungu. Na ndipo Yona akatumwa na Mungu katika mji ule, maana ule
ule mti ulikuwa unapendwa na Mungu juu walikuwa innocent, yaani ni watu ambao walikuwa wanafanya dhambi lakini hawakuwa wanaelewa kwamba wanafanya dhambi. Na Yona akaambiwa na Mungu aende akawaambie hawa watu, maana Mungu alikuwa anajua kwamba hawa watu juu ni innocent. Wakiambiwa kwamba kama ni watu ambao wasioelewa yale wanatenda, wakiambiwa kwamba wanatenda makosa, wataweza kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo huyu mtumishi wa Mungu Yona akakataa kutumwa na Mungu, akawaambia wana wa Ninawi kama wanafanya makosa. Akaamua kwamba ataenda Ninawi, ataenda nchi nyingine ambayo inaitwa Tarshishi. Na Yona akajipanga tu akaenda Tarshishi, mahali pale ambapo alichangua. Kama vile siku hizi watu wanaweza kusema kwamba watumishi wa Mungu anaweza kuwa mtu anatumwa na Mungu na aweze kukataa ile neno la Mungu jinsi inamwambia. Hivyo basi ndivyo Yona alifanya. Aligaidi ile neno la Mungu akaenda zake, akaenda upande mwingine. Na wakati na kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, akaweza kumfanya huyu Yona afike Tarshishi. Ndio aliweza kuleta dhoruba katika merikebu mpaka watu wakaweza kumtupa akamezwa na samaki. Hiyo story ya Yona tunaijua vizuri. Na huyu mtu Yona alikuwa anakataa kutumwa na Mungu mahali Ninawi. Na kwa maana Ninawi ilikuwa mji ambao ulikuwa innocent, ama ilikuwa wanafanya dhambi lakini hawakuwa wanaelewa. Ni kama vile mtoto, nimesema hivyo. Mtoto anaweza kuona anafanya kitu lakini ni kitu inakasirisha, lakini yeye haelewi kama ni kitu inakasirisha. Na kwa hivyo asipoambiwa anaweza kuendelea. Na hivyo basi nasema kwamba Yona wakati alitumwa Ninawi aliweza kukataa na akaenda Tarshishi. Na mahali pale ndipo Mungu, kwa maana ni mwenye nguvu, akaweza kumleta dhoruba katika merikebu na watu wakamtupa kwa maji na samaki akaweza kummeza. Na ndipo aliweza kumtapika katika ule mji wa Ninawi mahali Mungu alikuwa amemtuma. Na wakati Yona alifika Ninawi, alikuwa ameambiwa tu neno moja, neno tu ni ndogo sana. Waambie wana wa Ninawi kwamba inabakia siku 40 na Ninawi waangamizwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tu neno ambao Yona alikuwa ameambiwa na Mungu akaseme juu ya huyo mji wa Ninawi. Na akaambiwa ingia kila mahali, maana ni mji mkubwa, kila street ukawaambie nimebaki siku 40 na Ninawi niangamizwe. Na hivyo basi ninasema kwamba Yona alikuwa anakataa tu hiyo ujumbe tu, ndio alikuwa anakataa kwenda kuambia wana wa Ninawi. Anasema kwamba wakati alipofika mahali pale kwa kutapikwa na samaki, aliweza kupata kwamba amefika Ninawi bila kutarajia. Na ndipo akajua kwamba Mungu kwa kweli amemtuma mahali pale, na akaanza kuhubiria watu wa Ninawi. Na akaanza kwa kila kijiji na kila nyumba akisema kwamba imebaki siku 40 na Ninawi iangamizwe. Na baadaye wale watu, maana walikuwa innocent, watu ambao hawakuwa wanaelewa kwamba wanafanya makosa, wakachukua ile neno na wakaweza kumgeukia Mungu na wakatubu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sura ya 4 tunaona kwamba wakati waligeukia Mungu, hati Yona naye akakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi siku ya leo nataka nikawaletee ujumbe kwamba ni kwa nini tunahubiri injili ya Mungu. Ni kwa nini kila mahali wachungaji wamejaa? Ni kwa nini kila mahali watu wa Mungu wanahubiri injili ya Mungu? Jambo lile nataka tukaweze kujua ni kwa nini tunahubiri injili ya Mungu, ama ni kwa nini watumishi wa Mungu wako kila mahali wakihubiri injili. Ni kwa kuwa Mungu ni wa huruma na neema na si mwepesi wa hasira. Yeye anasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio sababu watumishi wa Mungu wako kila mahali wanahubiri injili, kwa maana Mungu ni wa rehema, ni wa neema na ni
ni mwingi wa rehema na si mwepesi wa hasira. Bwana Yesu asifiwe. Si kama vile mtu anaweza kukukasirikia leo na kesho akuue ama akufanyie kitu ambacho utaweza kusahau. Mungu wetu ni wa rehema, na ndivyo hivyo Yona amesema katika kitabu hiki cha Yona sura ya 4 mstari wa pili yake inasema hii ndivyo sababu nalifanya haraka kukimbia Tarshishi, kwa maana nalijua ya kuwa wewe Mungu huu wa rehema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, huu mwingi wa rehema, nawe wagahiri mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana Mungu wetu anapenda watu wake. Si eti anataka ati mtu aangamie hivyo. Anafanya njia kila mahali ili mtu wake akaweze kuelewa na kurudi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema kwamba watumishi wa Mungu ndio maana wanahubiri injili ya Mungu. Maana Mungu ni wa rehema na neema. Hataki mtu yeyote aangamie. Anataka watu wakaweze kufikia kugeuza mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo anasema kwamba kwa kuwa Mungu kuna watu wale Mungu anatuma. Ni akina nani hao Mungu anatuma? Ni watu wale ambao wameokoka, watu ambao wamemjua ile ya kweli na ile inamfaa mtu. Kwa hivyo Mungu anatuma kila mmoja ambaye ameokoka akaweze kuhubiri neno la Bwana. Na hivyo basi nasema kwamba ndio maana tunafaa kuisema, maana Mungu ni wa huruma, na hiyo neno lazima tuiseme kwa kila mmoja. Na pia jambo lile lingine, kuna wale Mungu ameweza kuweka tayari kupokea injili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme kwamba kila mtu ameshasikia neno la Mungu. Watu wa Ninawi walikuwa wakifanya maovu, lakini huenda Yona alikuwa anasema kwamba watu wameshasikia neno la Mungu, ni kugeuka tu hawajageuka. Watu wengine wanadharau kuongea neno la Mungu kwa kuwa wanaona watu wote ni kama wamepokea neno la Mungu, na wanaanza kuona kwamba wanafaa kuwa wameshaelewa na kugeuka kutoka katika maovu yao. Lakini kuna watu ambao hawajisikia neno la Mungu. Kama unaweza kuwa umepakwa na Mungu kiasi ya kwamba ujaponena ile neno itafikia wala watu na wageuze mioyo yao. Nasema kwamba Yona ni kitu hapo anaelewa kwamba Mungu amemtuma specific kwa watu wa Ninawi ili akaweze kuwaambia neno hili, hao watu wakaweze kugeuka. Maana nimesema kwamba kuna watu ambao wanaweza kuwa wanatenda makosa ama wanatenda dhambi, lakini hawajaambiwa na mtu hii ni kosa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi watu wa Ninawi walikuwa vile na uovu wao. Mungu anasema ulikuwa umemfikia, ulikuwa umemkasirisha, lakini tayari alikuwa anajua hao watu hawajaambiwa na mtu, hawajaelewa kwamba wanakosea. Hivyo basi akatuma Yona kwa wale watu wa mji wa Ninawi. Kwa hivyo roho za watu zilikuwa tu zinangojea mtu akaweze kuwaambia kwamba wanakosa ili wakaweze kumgeukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ninafikiria juu ya yule mwanamke Msamaria ambaye alikutana na Yesu Kristo. Alikuwa innocent. Watu walikuwa wamemsema huku kote na wakamsema, hata wakamsema maneno, akasema huyu ni malaya. Yaani wakamuongelea maneno mpaka wakajua kwamba huyu jina lake ni nani. Na hivyo wakati alipokutana na Yesu Kristo, huyu mwanamke juu alikuwa anafanya hili jambo kwa kuwa hakuwa anaelewa kwamba ni makosa. Yesu Kristo wakati alipokutana na yeye hivyo na kumweleza ile shinda yake, ule mtu aliweza kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi nasema kwamba tunaongea neno la Mungu kwa kuwa tunajua kwamba Mungu ni wa rehema. Kuna roho ambayo inakungojea, kuna roho inaningojea ili nikaweze kumwambia huyu mtu hii jambo unayotenda ni makosa mbele ya Mungu. Tu huyo
huyo mtu ageuke. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kama watu wa Ninawi walikuwa nafanya kama vile mtoto anaweza kuwa anafanya makosa, lakini haelewi kama hii ni makosa, na wakati tu atakapofunguliwa akili na ambiwa kwamba hii unafanya ni makosa, anaweza kungeuka. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi ndivyo watu wa Ninawi walivyokuwa. Kwa hivyo kuna roho ambayo inangojea neno la Mungu, inatamani mtu akaweze kumwambia neno ili akaweze kungeuka kwa njia ambazo anazoenda, kwa maana Mungu ni wa rehema. Kwa maana inasema kwamba Mungu si mwepesi wa hasira kama vile mtu hafanani na wewe, hafanani na mimi. Yaani unaanza kuona mtu anafanya makosa na unasema kwamba wachana na huyu, ameshazoea kukaa maisha hayo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo si vile, na ndivyo nasema kwamba kila wakati ndio maana unasikia watu na watumishi wa Mungu wakisema neno la Mungu. Watu wengine angalia wengine wakawajaji tu wakiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Yona alijaji watu wa Ninawi, akasema watu wameshazoea kufanya makosa, mimi sitaenda huko Ninawi. Labda hawa watu nitaenda na hawataweza kugeuza. Lakini jambo ambalo lilimtia nguvu Yona ili akaweze kwenda Ninawi na akahubiri hili jambo ni kwamba alikuwa anajua kwamba imebaki siku ngapi? Siku 40 na Ninawi iharibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ama iangamizwe, ama imalizwe, huyo mji uangamie vile vile. Na hivyo basi ndio Yona akapata nguvu, akasema kwamba nitaona vile watafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi akapata nguvu na akaenda wapi? Ninawi. Na wakati alipoenda Ninawi akawaambia ili jambo, akawaambia imebaki siku 40 na Ninawi itaangamizwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lile lililotokea ni gani? Wale watu juu walikuwa innocent, watu ambao hawakuwa wanajielewa ni nini wanayofanya. Walipoambiwa ile neno ya Mungu, hati wakageuka na wakaweza kumrudia Mungu na wakaweza kusamewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Yona naye akakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Akakasirika, akasema nilikuwa najua tu huyo Mungu ni Mungu mzuri, ni Mungu wa rehema, hata waangamiza hawa watu. Juu nini? Hawa watu walikuwa innocent, hawakuwa wanajua kwamba wanafanya makosa. Na wakati walipoambiwa hii ni makosa, walingeuka. Na wakati walipongeuka, Yona naye akakasirika juu anajua kwamba ile jambo alikuwa ameongea juu ya siku 40 Mungu ataweza kuangamiza Ninawi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walipongeuka, Yona naye alikasirika juu ya nini? Juu alijua kwamba maneno alikuwa anaongea hayatatendeka. Unajua mtu anafurahia mabaya yakitendekea wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi watumishi wa Mungu, watu ambao tunaongea hii neema ya Mungu, tunakuwa tutaki watu wengine mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Yona akaweza kukasirika. Kwa hivyo nasema kwamba jambo lingine, sisi watu wa Mungu, sisi ambao tunaongea neno la Mungu, tusiwe watu wa kinyongo kwa watu wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu ni wa rehema. Mungu anaweza kungeuza mtu ambaye ameonekana na anajulikana kwamba ni mbaya, hawe ni mtu wa maana. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile alivyogeuza huyu mtu wa Ninawi ukawa mtu ambao ni mtu wa kutendeka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ndio nasema kwamba mtu wa Ninawi ukiangamia vile, lakini Mungu akaona hawa watu ni innocent, na ni watu ambayo wakiambiwa neno hili watanigeukia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wengine ambao wameshazoea neno la Mungu. Hata vile unavyoona neno la Mungu linasemekana kila wakati, hawa watu wameshaizoea neno la Mungu. Na hawa watu ni kama yule tajiri ambaye alikuwa anakaa na mtu mwingine ambaye alikuwa ana kitu, alikuwa anakaa chini yake akikula ili anaangusha. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu ni mwingine ambaye angeweza kugeuza
ameshakufa, anakaa katika kifua cha Ibrahimu. Lakini akaanza kujiuliza, ni kwa nini sikugeuka wakati ule? Kuna wakati watu wengine wameshazoea hili neno la Mungu, kama huyo mtu tajiri alikuwa ameshazoea kuona huyu mtu hata hafai kitu, ni kama alikosea Mungu, ni kama hafai hata huruma za Mungu, na hivyo basi akamtriki tu vyenye alimtriki. Wakakutana kule juu mbinguni, akaanza kuona vile anavyoteseka, ndio akaanza kusema kwamba warudie wale ndugu zangu ambao wako na roho ngumu waweze kumrudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waweze kumrudia Mungu, kwa maana mahali hapa ambapo nipo sitaki hata mtu mwingine aweze kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asema kwamba Mungu ni wa rehema na huruma nyingi hivyo, na ndio maana sisi tumetuma tukaweze kuendeleza hii injili ya Mungu, kwa maana kuna roho ambayo ni innocent, inayofanya dhambi lakini haijui, lakini anapofikiwa na neno la Mungu inageuka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo linafanya sisi tuhubiri neno la Mungu ni kwamba wakati hakuna, Bwana Yesu asifiwe, wakati hakuna, ni wakati kule wa kuhubiri neno ni sahihi. Ujui kesho itakuwa aje, maana kesho ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna muda wa kuhubiri, ni wakati huu, na ndio maana kila roho ambao umepewa kuhubiri neno kwake unafaa kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba muda uko, maana wakati unakuja, ninasema kwamba wakati unafika, watu ambao wameshangaika, wamekuwa wagumu wa moyo, watafika mahali wapate hata wahubiri hakuna. Wakati ambapo utaisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utaishaje? Muda hakuna haje, kwa maana kuna wakati umefika. Wakati wa mtu ni umefika. Mtu anaweza kuondoka katika ulimwengu. Yesu Kristo pia anaweza kurudi huu ulimwengu na mambo ishia hapo. Na nakwambia kwamba ni wakati ule ambao Biblia inasema kwamba watu watakuwa wanakimbia huku na kule wakitafuta mtu tu awahubirie hii neno, na wakati huo hakuna kuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana hii neno la Mungu tunaihubiri kila mahali, na ndio maana unaona watumishi wa Mungu wamejikaza na kuongea hili neno la Mungu, ili kila roho kama hii ya watu wa Ninawi ipo katikati ya watu wakaweze kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Ili wakaweze kuvutwa hao ambao wako na innocent, hao ambao wanafanya makosa bila kujua, wakaweze kufikiwa na hili neno na wakaweze kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Na ili Mungu akaweze kusave hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Maana najua kwamba ni watu wengi ambao hawajafikiwa na neno na wataweza kujua kwamba wanakosea. Mungu ni wa rehema, hataki mtu yeyote yule aangamie katika dhambi, lakini anataka watu wote, sisi sote tukaweze kuokoka, kama vile alivyoangalia mtu wa Ninawi akasema hao watu ni kuangamiza, na vile ni wengi. Na tukisoma katika kitabu cha Yona sura ya 4 mstari wa 10 unasema hivi: Bwana akamwambia, wewe unahurumia mchango ambao haujafanyia kazi wala ukuotesha, uliomea katika usiku mmoja na kuangamia katika usiku mmoja. Na mimi je, haikunipasa kuhurumia mji wa Ninawi, mji mkubwa ambao ndani yake wamo watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto, tena wako wanyama wa kufugwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu wetu ana huruma. Yaani wakati huu Yona aliweza kukasirika juu mji wa Ninawi watu wamejua ukweli na wameweza kugeukia Mungu. Aliweza kukasirika, lakini wakati ule Mungu aliweza kumhurumia
ya kwamba Mungu ni wa huruma, na ndio maana tunahubiri hili neno la Mungu, ni kwamba huruma za Mungu zipo kwa ajili ya sisi tumrudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huruma za Mungu sasa hizi nyingi hivyo zipo kwa kuwa anataka tukaweze kumrudia. Katika kitabu cha Mika inasema kwamba hata sasa Mungu anasema tumrudie. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nakwambia, ndio unaona kila mahali watumishi wa Mungu wamo wanasema hilo tu neno la tumrudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa Mungu anasema nini? Tumrudie. Na ndio nilikuwa nasema kwamba kuna wimbo ambao tulikuwa tunaimba mahali hapa, tulikuwa tunaimba na nilikuwa na raha sana na karo. Tulikuwa nasema shoka limeweka tayari kwa ibada, mtu sio kufanya nini? Zama kuja na kusoma na moto. Hivyo Mungu ako na huruma, anataka watu wamrudie. Hiyo shoka ambaye ameweka hataki kaweze kuwapata hao watu ama kuangamiza hao watu, kama vile alivyohurumia mji wa Ninawi ambao ulikuwa mkubwa. Akasema kwamba wacha Yona enda ukawaambie hao watu, they are innocent. Hao watu hawajui, hawaelewi kile wanachofanya kama ni makosa. Na nasema kwamba ingekuwa ni mtu ambaye alikuwa amekasirika na mwingine, mara hiyo hiyo angekuwa ameshaangamiza yule mwingine, si ndio? Lakini Mungu maana ni wa huruma, na hizi huruma ndio tunaongea. Anasema hata sasa, anasema tumfanye nini? Tumrudie. Maana anataka ile huruma zake zitufikie sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Na basiwe mtu hata mmoja wa kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa anasema nini? Tumrudie, maana ni huruma. Maana una upendo mwingi, na kwamba hataki mtu yeyote aweze kuangamia. Na ndipo nimesema katika mstari wa 11 ndio anasema kwamba na mimi je, haikunipasa kuhurumia Ninawi, mji ule mkubwa, hao ambao ndani yake wamo watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupanua mkono wao wa kushoto ama mkono wao wa kulia, tena wamo wanyama wa kufungwa wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio huruma ya Mungu ako nayo, na ndio maana tunajikaza sana kunena neno la Mungu, kwa maana kunao watu wengi ambao ni innocent, ambao wanaelewa kwamba ni makosa wanaofanya na wanafaa kumrudia Mungu. Na hivyo basi Mungu awasamehe kama hao watu wa Ninawi, asiweze kuwaangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio ilimkasirisha Yona peke yake. Akaona kwamba Mungu ni wa huruma. Kwa nini unanituma kwa hao watu? Atiniambie siku 40 na Ninawi itaisha, na mara tu wakigeuka ukawasemee. Mungu ni wa huruma, ni wa upendo. Na ndio maana sisi watumishi wa Mungu tunaongea neno la Mungu kila usiku, maana kuna watu ambao ni innocent, ambao wanatamani tu kuambiwa wewe unakosa na wengeuke.